Sikiliza na unifuate vizuri. Je, wajua kwamba TK TV yaweza Tukutane TV imetoa bonasi kwa watazamaji wake? Sikiliza sasa vizuri. Ili uweze kutangazisha biashara vyako pote ulimwenguni, TK TV imeweza kutoa fursa ya kipekee kwa watazamaji wake wote ili waweze kutangazisha biashara vyao kwa bei nafuu kabisa. Tukutane TV tunahabarisha, tunaelimisha, tunahamasisha, tunaadibisha, tunafurahisha. Pia TK TV tunatangazisha. Kwa mawasiliano zaidi fata namba hizo ambazo ziko hapo chini, basi utatupata 5. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji wa matangazo ya Tukutane TV. Matumaini yangu kwamba wewe ni mzima wa afya popote pale ulipo kiendelea kufuatilia matangazo yetu kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Ini TK TV. Karibu kwenda kusikiliza taarifa ya habari katika muda mfupi siku ya leo. Na wapa kwanza ni muhtasari wa habari zetu za siku ya leo. Tukianza na habari za hapa mjini Baraka ni kwamba mama mmoja mwenye umri wa takriban miaka 50 pamoja na mtoto wake walivamiwa na watu wenye silaha wasiojulikana usiku wa tarehe 31 Oktoba mwaka 2025 usiku katika manispaa ya Katanga ni mjini Baraka. Nitakujuza na habari za ukosefu wa usalama mashariki mwa nchi ya Kongo, ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tatizo kubwa la kibinadamu, na hivi karibuni kundi la wapiganaji walilenga kanisa na kuwaua mamia waumini waliokusanyika kwa ibada. Mpenzi mtazamaji, tutakuwa na habari za huko nchini Tanzania, ambako nitakwenda kukujuza mengi kuhusiana na ushindi wa Rais Samia Suluhu ambaye alikwenda kuibuka kuwa mshindi wa uchaguzi huko nchini Tanzania, na baada ya maandamano mengi ambayo yalikwenda kuendeshwa na raia wengi katika nchi ya Tanzania. Karibu, mimi ni Dinamike Malembe wa TK TV. Karibu na ungane nami. Habari kamili. Tuanze habari hizi na habari za hapa mjini Baraka, ambapo mama mmoja mwenye umri wa takriban miaka 50 pamoja na mtoto wake walivamiwa na watu wenye silaha wasiojulikana usiku wa tarehe 31 Oktoba mwaka huu ni katika manispaa ya Katanga mjini Baraka. Mama huyo alijeruhiwa kwenye mguu na alipelekwa polikliniki Maneno huko Katanga kwa matibabu, huku mtoto akiwa katika hali mbaya zaidi na kukimbizwa hospitali kuu ya Baraka. Kutokana na ongezeko hili la matukio ya kiusalama, wakaaji wa manispaa ya Katanga wanaishi kwa hofu na wasiwasi mkubwa, huku wakiomba serikali kuingilia kati na vyombo vya usalama vilevile na mashirika ya kiraia. Tuendelee na habari hizi na habari za mashariki mwa nchi ya Kongo, ambako hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado ni tatizo kubwa la kibinadamu. Na hivi karibuni kundi la wapiganaji walilenga kanisa na kuwaua mamia ya waumini waliokusanyika kwa ibada. Tukio hilo la kusikitisha linaonesha udhaifu wa usalama katika mikoa kama vile Kivu Kaskazini na Kivu ya Kusini, ambako makundi ya silaha yasiyo ya halali yanatumia nafasi ya udhaifu wa serikali. Hali hii inaongeza mgogoro wa kibinadamu kwa kupelekea watu wengi kuhama makazi yao na kuishi katika hatari ya ghasia za mara kwa mara. Serikali pamoja na jumuiya ya kimataifa wanapaswa kuongeza juhudi za kijeshi na misaada ya kibinadamu kulinda wananchi na kurejesha amani. Kutokea kwa milipuko mpya ya ugonjwa wa Ebola katika mkoa wa Kasai kunaleta tahadhari kubwa ya kiafya. Hali ya sasa ina jumla ya kesi 28 zinazoshukiwa na vifo 15, na ugonjwa huu una hatari ya kuenea katika eneo lenye udhaifu mkubwa ambapo huduma za afya ni chache. Shirika la Afya Duniani limepeleka wataalamu kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa, uelimishaji wa jamii na huduma za matibabu. DRC ambayo imezoea milipuko ya Ebola inapaswa kutumia rasilimali zake kikamilifu ili kudhibiti ugonjwa huu haraka na kuzuia janga kubwa la kiafya. Mpenzi mtazamaji, nitakujuza na habari za siasa huko mjini Kinshasa kwa mrazi. Kulingana na chama cha FCC ambako mpaka sasa hivi kulikwenda kutokea na taharuki, kulingana na chama hicho cha FCC kwenda kulalamika kwamba kinalaumu uongozi wa kikatili baada ya kusimamishwa kwa PPRD. Hali ya kisiasa mjini Kinshasa inazidi kuwa na mvutano. Front Commun pour le Congo katika lugha la Kifaransa, FCC kwa kifupi, inalaumu uamuzi wa upendeleo wa serikali ya Rais Tshisekedi unaolenga PPRD, chama cha rais wa zamani Joseph Kabila. Katika taarifa yenye msisitizo, Raymond Chibanda anazungumzia utumiaji wa mahakama kwa maslahi ya kisiasa na nia ya kudhibiti upinzani. FCC inaita taifa lote kuungana ili kurejesha serikali ya sheria.
Chama cha Kabila kinakanusha kusimamishwa na kinasema kitaendelea na shughuli zake kibinafsi na kisheria kwa maafisa wake. Uamuzi huu unaonesha hofu ya mjadala wa kidemokrasia wakati wa kujiandaa kwa vipengele vikuu vya kikatiba. Nimalize habari hizi na habari za huko Tanzania ambako chama cha upinzani Zanzibar cha ACT Wazalendo kimeyapinga matokeo ya uchaguzi yaliyompa ushindi rais wa sasa Dr. Hussein Ali Mwinyi wa Chama cha Mapinduzi CCM, kikidai kuwa uchaguzi huo haukufanyika katika mazingira uhuru na haki. Kupitia taarifa rasmi, ACT Wazalendo kimesema wamepora wa Zanzibar sauti zao. Suluhisho pekee la haki ni kufanyika kwa uchaguzi mpya. Afisa mwandamizi wa chama hicho cha upinzani ameliambia shirika la habari la AFP kuwa masanduku ya kura yalijazwa mapema, watu waliruhusiwa kupiga kura zaidi ya moja bila ya vitambulisho kwa mrazi, na waangalizi wa upinzani walifukuzwa katika vituo vya kuhesabu kura. Nimalize habari hizi na habari za nchi ya Tanzania ambako Rais Samia Suluhu Hassan ametangazwa mshindi wa uchaguzi kwa 98%. Maandamano yalizuka nchi mzima. Tume huru ya uchaguzi nchini Tanzania imetangaza Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi wa uchaguzi wa rais wa Oktoba 29 baada ya kupata 98% ya kura zote. Ushindi huo unampa fursa ya kuendelea na muhula wake wa pili wa miaka 5 tangu aliporisi madaraka mwaka 2021 kufuatia kifo cha hayati John Pombe Magufuli. Hata hivyo, matokeo hayo yameibua maandamano makubwa na vurugu katika maeneo mbalimbali nchini humo baada ya wananchi na makundi ya upinzani kukataa matokeo hayo, wakidai uchaguzi haukuwa huru wala wa haki. Vyama viwili vikuu vya upinzani, Chadema na ACT Wazalendo, havikushiriki katika uchaguzi huo, hali iliyozua hisia za kukosekana kwa ushindani wa kweli wa kidemokrasia. Maandamano yalizuka muda mfupi baada ya upigaji kura kumalizika, huku waandamanaji wakichoma vituo vya polisi, vituo vya mafuta na barabara kadhaa zikifungwa. Chama cha Chadema kimedai kuwa takribani watu 700 wameuawa katika ghasia zilizodumu kwa siku 3 mfululizo, madai ambayo serikali imeyakataa vikali. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Sabiti Kombo, amesema kuwa taarifa hizo hazina msingi wowote wa ukweli, akisisitiza kuwa hali ya usalama inaendelea kudhibitiwa na vyombo vya dola. Ni kwamba rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amelaani vikali vurugu zilizojitokeza wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi, akisema vitendo hivyo havikuwa vya kizalendo hata kidogo. Samia ameyasema hayo Jumamosi wakati akikabidhiwa cheti cha ushindi wa urais katika mji mkuu wa Tanzania, Dodoma, katika uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 na kupingwa vikali na waandamanaji walioingia barabarani katika maeneo mengi ya nchi. Na tume huru ya uchaguzi Tanzania imetangaza Samia kushinda kwa 98%. Mpenzi mtazamaji, huu ndio mwisho wa habari zetu za siku ya leo. Mimi ni Dinamike Malembe wa TKTV nikikutangazia kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Karibu na kuendelea kufuata matangazo yetu na vipindi vingine vya hapo baadaye.